Zuchu aliweza kuweka wazi kwamba anataka afanye biashara, na Zuchu akuishia hapo, aliweza kuweka ni aina gani ya biashara ambayo yeye anatamani kuianzisha. Na baada tu ya Zuchu kutaja aina ya biashara ambayo anataka kuianzisha, ni kwamba ni biashara ambayo inahusiana na mambo mazima ya watoto wa kike, yani tunazungumzia kwa lengo ya urembo. Sasa maneno akawa mengi kwamba ile biashara Zuchu ambayo anataka kuianzisha sio ya kwake. Baada tu ya Zuchu kuweza kuweka wazi kwamba tayari brandi yake ya biashara imeshakamilika, watu wakaanza kuweka maneno ya kwamba ile biashara ambayo Zuchu aliweza kuannounce kwa watu anataka kuianzisha kwamba sio ya kwake. Na hii imekuwa ni kawaida sana kwa Watanzania, msanii anapotaka kufungua jambo lake kubwa lazima kuwe na vikwazo. Of course turudi miaka ya nyuma, kuna baadhi ya wasanii ambao walijaribu kufungua biashara zao, lakini kabla hawajafungua maneno yakawa mengi kutoka kwa watu kwamba biashara hile ni ya mtu fulani, sio ya kwake. Mfano mzuri ni kwa Diamond. Diamond alianza kufanya biashara ya kalanga ambazo tunakumbuka zilipatiwa jina la Diamond Kalanga. Watu wakasema ya kwamba biashara ile sio ya Diamond. Diamond akaja kwenye biashara ya uzaji wa perfume, Chibu perfume, kitu kama hicho. Watu wakasema kwamba ile bidhaa ama ile biashara siyo ya Diamond. Alikiba naye the same. Alikiba alikuja kwenye biashara yake ya kufungua media ambayo tunaifahamu, watu wakasema sio ya kwake. Umeona bwana. Sasa hivi Zuchu ameweza kuweka wazi kwamba brand yake ya biashara tayari imeshakamilika na anataka afanye biashara ya uzaji wa vitu vya urembo, yani watoto wa kike. Maneno akaanza mengi kwamba sio biashara ya Zuchu, ni mtu ambaye ametumia brand ya jina la Zuchu kuweza kufanikisha biashara zake ziende. Jamani wa Tanzania, miaka sasa hivi imesogea, tujue kwamba Watanzania, kwamba wasanii wa Kitanzania sasa hivi wana hela kushinda miaka ya nyuma. Hivyo msanii anaposema kwamba anataka afungue biashara yake, basi yaeleweke. Zuchu tayari huo ukubwa nao wa kufungua biashara yake na kuisimamia, kwa sababu tayari Zuchu ni jina lake, ni brand tayari. Hata kama kuna mtu ambaye mwenye biashara hiyo, basi ameona kwamba jina la Zuchu tayari ni brand, ameenda kuitumia jina la Zuchu ili kuhakikisha mambo mengine. Ndio maana biashara, hata kama iwe kweli biashara sio ya Zuchu, Zuchu tayari ameshafikia ukubwa wa kumshawishi mwekezaji yoyote kutumia jina lake katika kufanikisha biashara zake. Hivyo Zuchu uwezo anao wa kufungua biashara yake kabisa. Tuweke wazi, yani maneno yasiwe mengi. Umeona bwana? Tuheshimu wasanii wa Kitanzania. Sasa hivi mziki unaripa, mziki una hela, mashow yamekuwa mengi, digital platforms za uzaji wa muziki zipo. Umeona bwana? Kwa wasanii wana vyanzo vingi vya hela. Of course pia hata unaweza kuweka ujumbe wako hapo chini kuhusiana na hichi ambacho hapa tumekuja kukizungumzia. Umeona bwana? Je, ni kweli Zuchu hii brand business ambayo amesema imekamilika ni sio biashara yake, bali ni kuna mtu yupo nyuma? Hebu weka comment yako. Umeona bwana? Ila tunachoamini sisi ni kwamba wasanii wa Kitanzania sasa hivi wana hera za kutosha. Bana, usisahau kusubscribe hapo chini kwenye upande wa subscribe hapo chini, nazungumzia bonyeza hicho kengele wa kwanza kupata zile taarifa zote ambazo tunakupa sisi kutoka hapa Kings TV. Lakini pia comment yako ni muhimu. Bado tupo kupeana zile taarifa zote ambazo zinahusu mastaa wetu. Bye bye.